A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa vya tiba, kama unavyoona hapa hizi ni mbumbuli. Yaani hapa ni kitambaa cheusi pamoja na kitunguu maji na kipande cha mti mkuu. Hapa pia ndio hivyo, hapa ndio hivyo, hapa ndio hivyo. Unaona? Hiyo nayo ni buni. Hiyo nayo ni halmar ambayo imefanywa kisomo cha sura 5 kwa mara 77. Hiyo nayo ni msipo, mbegu za mladhalada, mturuturu na zingine hizo hapo. Ambazo jazo kama kilo moja au kilo moja na umeona. Hizo pia zimefanywa kisomo na maji pia hapa ya dua ya kinga kwa ajili ya kunywa. Mtu akitumia inakuwa ni kinga jara. Na mchanga wa pole changanya na chumvi ya mawe kwa ajili ya kinga ya nyumba, shamba, kiwanja, bodoni na kadhalika. Na hii hapa ni ndoo yenye maji ambayo ndani yake kuna ngaka, kuna chumvi ya mawe pia na kisomo ambayo itakaa kwa muda siku 3, afu siku ya 4 tutachanganya mafuta ya zeituni, afu ndio itarashiwa au kupigiwa deki. Wana kopo la ngaka ndio hilo kama unavyoona. Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2557155244946 ama +25587824946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Usiku tumekesha kuanzia usiku mpaka saizi alfajiri ndani ya mji wa Kahama. Tulikuwa tunafanya kisomo kikubwa sana ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kinga ya nyumba, kinga ya wakazi wa mji na kinga ya mali zao. Umeona, ndio tulikuwa tunafanya kisomo hicho. Tulikuwa na Dr. Sheikh Abubakar Ibn Kenzidi hapa, yuko anatayarisha madude mnayafahamu. Haya ni maua ya mchikichi au maua ya mitende. Yanapatikana kwenye mitende pia na kwenye mchikichi yanapatikana, ambapo si sana kwa tunayachukua, tunayachoma kama hivi. Yaani tunatia kwenye chungu. Alafu unafunika. Na sufuria yenyewe ndio ile hapa ambayo kwa limefunika. Unaona linafanana ndani yake. Unaona? Yaani imejikamua mpaka kaleta nani hapo. Kwa huwa tuna mchanganyiko wa maua ya nani ya mtende ya mchikichi au maua ya mtende. Tukisha ya choma tunachanganya na ngaka. Changanya na ngaka hiyo kwa upande wa biashara mjarabu sana. Mtu unatumia wakati wa kulala, unapaka kwenye paji la uso alafu unalala. Utakuja kuleta mrejesho, ni hatari. Inaondosha vikwazo vyote vinawezopelekea biashara zako zisinyoke. Yale masuala ya kuahidiwa hayatekelezeki. Umeona, inaondosha kabisa kwa mjarabu. Na hapo ndio haya huko mengine ambapo kwa hapa tulivyosomea halmar. Kwa hapa tutachukua halmar, tutachukua ngaka, alafu tutachukua na haya madude haya ambayo hayajachomwa tutachoma ndani. Yaani sehemu yote ambapo kuna matatizo ya Kiswahili, kama kuna wanga, kuna wachawi, kuna mashetani, unatumia kufukiza, tia kwenye kitezo au kwenye moto au kwenye jiko. Wewe utaleta mrejesho, utaleta jibu. Umeona, kwa sababu kuna mmoja nimemwelekeza, amenipa mrejesho saa 7 usiku jana. Amemkamata mwanga yuko anazunguka nyumba yake, kutoka ameshindwa kwa akamtandika.
Umeona? Hii nayo ni majani ya mkanda ambao sisi tunaita mkanda, nyinyi mnaita tope pori. Ni mchanganyiko pia na majani ya msegesi, sisi tunaita mfumbe au kifumbe. Haya hapa nyinyi mnaita msegesi, sisi tunaita kifumbe au mfumbe, kwa ajili ya ufunguzi wa matatizo mbalimbali. Ndio tulikuwa tunachanganya katika makombola na kiuri. Hii hapa kitakuwa kinatumika kwenye kutwanga. Kwa zoezi limekamilika hapa zoezi limekamilika. Na hii hapa ni majani ya msimba yaliyotwangwa. Yale majani ya msimba yaliyotwangwa kwa ajili ya ufunguzi. Ndio unachanganya na msegesi au kifumbe pamoja na mkanda ambao ni tope pori. Jarabu kabisa. Ni kwa geni inshallah. Wabillahi tawfiki wa hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.